ni malango ya kupanda mbegu kwa ajili ya mwaka ujao. Kwa muda huu wa jioni tutaenda kupanda mbegu kwenye malango ya mwezi wa 8 ya mwaka 2026. Karibuni sana. Maombi yetu yanaambatana na mafungo ya kujinyima chakula pamoja na utoaji wa sadaka katika zile mbegu tunazopanda. Kwa hakikisha unashiriki mambo yote matatu. Unashiriki mafungo, unashiriki maombi haya kwa kusikiliza asubuhi na jioni na kuomba kwa uaminifu, unashiriki na sadaka. Hapo ndio utaona matokeo ya kile tunachokifanya hapa. Hakikisha unazingatia hayo masharti ili tuone matokeo. Ukikosea hata sharti mojawapo, kusema kweli, hautaona matokeo. Kuhakikisha vitu vyote vitatu unashiriki. Ila kwa wale ambao wana changamoto zinazoweza zikawafanya wasifunge chakula, wewe unaweza ukafunga kwa njia ya sala peke yake. Ukawa tu unasali pamoja na sisi pamoja na kushiriki sadaka yako. Ila yule ambaye uko vizuri kama mimi, umepewa hiyo neema, basi hakikisha unashiriki mafungo kwa kujinyima chakula. Karibuni sana, tufungue kwa sala ili tuanze rasmi siku ya leo. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru Mungu, tunasema asante kwa ajili ya upendo wako na wema wako ambao Bwana unatupa kibali kutuunganisha siku ya leo. Asante Mungu, tunaamini tuko hapa ni kwa wema wako, neema yako na upendo wako. Ndio maana Mungu umeendelea kutulinda, ndio maana umeendelea kutupenda kupita upeo. Baba, pokea sifa, heshima na utukufu. Tunakunyenyekea kwako Mungu uliye mwenye nguvu. Tunakuomba toba na msamaha maeneo yote ambayo tumekosea, maeneo yote ambayo tumeenda kinyume na mapenzi yako. Tunaomba Bwana utusamee, na kwa damu yako Yesu Kristo tutakase ili tuweze kuwa safi sawa sawa na mapenzi yako. Tunaalika uwepo wako Roho Mtakatifu. Tunaomba Roho Mtakatifu uje mahali hapa, utusimamie katikati ya haya mafungo ili kila tunaloombea liweze kupata kibali. Tazama, leo ni siku ya 8. Tunakushukuru kwa kuendelea kutufanikisha. Tuwezeshe sasa Bwana, ili kile tunachoenda kukifanya kiweze kuleta kibali, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa. Naomba nitoe tangazo kwamba siku ya kesho ni siku ya Jumapili. Hivyo kwa kuwa ni Jumapili, hatutakuwa na maombi ya audio asubuhi. Tutaendelea na mafungo yetu, ila hatutakuwa na maombi ya audio asubuhi kwa sababu ni misa takatifu, ni siku ya misa. Jumapili ni siku ya misa. Hivyo tunawahimiza watu wote muweze kushiriki misa kwenye maparokia yenu. Utakaposhiriki misa kwenye parokia yako, hakikisha unaweka nia kwenye misa. Weka nia ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya malango ya mwezi wa 9 ya mwaka 2025. Kwa nia zetu za maombi zitaendelea. Maombi yetu katika haya mafungo yataendelea. Utofauti tu ni kwamba hatutakuwa na audio asubuhi. Ile nia zetu kila mmoja atasali kwenye misa. Utaingia kwenye misa ukiwa umeweka nia ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya malango ya mwezi wa 9. Afu jioni tutakutana kama kawaida. Jioni somo litakuwepo kama kawaida. Kwa upande wa asubuhi tutasali kwenye misa. Kwa ninaomba tuzingatie hilo kama tulivyofanya wiki ijayo. Karibuni tuendelee na siku ya 8 muda huu wa jioni. Somo tulilo nalo kwa majira haya linaitwa nafasi ya Roho Mtakatifu katika kutuongoza, aina zipi za mbegu tupande ndani ya mwaka zinazoendana na mawazo ya Mungu juu yetu. Somo letu linaitwa nafasi ya Roho Mtakatifu katika kutuongoza, aina zipi za mbegu tupande ndani ya mwaka zinazoendana na mawazo ya Mungu juu yetu. Nafasi ya Roho Mtakatifu katika kutuongoza, aina zipi za mbegu tupande ndani ya mwaka zinazoendana na mawazo ya Mungu juu yetu. Tutaanza kwa kuangalia kile kitabu cha Injili ya Marko sura ya 4 ule mstari wa 8. Injili ya Marko sura ya 4 ule mstari wa 8. Tumekuwa tukipitia hii mistari karibuni kila siku. Injili ya Marko sura ya 4 mstari wa 8 inasema namna hii: nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikamea na kukua,
na kuzaa, 130, 160 na 100. Kwa tunaona katika zile mbegu ambazo mpanzi alipanda, kuna mbegu moja ambayo ilipandwa kwenye udongo mzuri. Na Biblia inasema kwa kuwa ile mbegu ilipandwa kwenye udongo mzuri, iliota na ikazaa, ikaleta matokeo kwa yule mkulima, kwa sababu aliipanda kwenye udongo mzuri. Kwa mujibu wa somo letu, kila wakati nimekuwa nikikukumbusha na sitoacha kukukumbusha, kwa sababu ni kazi yangu kama mwalimu. Tunapoongelea mbegu, tunakuwa tunaongelea mipango na mawazo tulio nayo, ambayo tunaingia nayo kwenye mwaka, tukiwa tunategemea kwenda kuitimiza au kuipata ndani ya mwaka huo. Ndio inaitwa mbegu. Huu mwaka ulipokuwa unaanza, kila mmoja alikuwa na malengo yake, alikuwa na mipango yake ambayo alitegemea kupata mwaka huu. Na pia mwakani, mwaka unaokuja, kila mmoja hivyo hivyo ana malengo yake, ana mipango yake ambayo anategemea kwenda kuipata mwakani. Sasa hiyo mipango na malengo ulio nayo kwenye somo letu ndio tunaiita mbegu. Kwa ukisikia tunasema mbegu, tunaongelea hiyo mipango. Naamini unakumbuka, maana kila wakati nimekuwa nikikukumbusha namna hiyo. Udongo mzuri, kwa mujibu wa somo letu, namna tulivyojifunza leo asubuhi, tulijifunza kwamba udongo mzuri ni mipango na mapenzi ya Mungu juu ya mambo yote anayokuwa amekusudia kutupatia ndani ya mwaka husika. Udongo mzuri ni mipango na mapenzi ya Mungu juu ya mambo yote ambayo anakuwa amekusudia kutupatia ndani ya mwaka husika. Kama ambavyo mimi na wewe tunauanza mwaka tukiwa na malengo yetu ambayo tunategemea kuyapata kwenye mwaka, Mungu naye huwa ana mpango wake na mapenzi yake ambayo anakuwa amekusudia akupatie ndani ya mwaka husika. Sasa yale alionayo Mungu yanaitwa udongo mzuri. Ile ulionayo wewe inaitwa mbegu. Afu ya Mungu ni udongo mzuri. Sawa na ile Yeremia sura ya 29 ule mstari wa 11. Yeremia 29:11 inasema namna hii: maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mungu anatuwazia mema, anatuwazia mazuri, anatuwazia kutufanikisha. Kwa kufeli sio Mungu anakotuwazia, ila Mungu anatuwazia kutufanikisha. Nikawapa mfano asubuhi, nikawaambia kwa mfano, ninauanza mwaka nikiwa natamani kuingia kwenye ndoa. Mungu naye anakuwa amekupangia mwaka huo uingie kwenye ndoa. Ina maana moja kwa moja hilo jambo lazima litafanikiwa, kwa sababu umelipanda kwenye udongo mzuri. Yaani umekuja na wazo linaloendana na wazo la Mungu alilokuwa ametaka akupe mwaka huo. Na nikakwambia ukija na wazo lililo kinyume na udongo na mpango wa Mungu, haliwi. Sasa nafasi ya Roho Mtakatifu katika kupanda mbegu. Nafasi ya Roho Mtakatifu katika kupanda mbegu. Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu ambaye tuliachiwa na Yesu Kristo tuwe naye hapa duniani, ili kila sehemu tunayohitaji msaada tumuite naye atusaidie. Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu ambaye tuliachiwa na Yesu Kristo tuwe naye hapa duniani, ili kila sehemu tunayohitaji msaada tumuite naye atusaidie. Kwa tunapomuongelea Roho Mtakatifu, tunakuwa tunamuongelea msaidizi wetu. Mimi na wewe ni msaidizi wetu. Tunapomuongelea Roho Mtakatifu katika nafasi ya kupanda mbegu, tunakuwa tunamuongelea msaidizi wetu ambaye tuliachiwa na Yesu tuwe naye hapa duniani,
ili kila sehemu tunayohitaji msaada, ile we kuhitaji kupanda mbegu ni msaada na wenyewe. Ina maana unahitaji kumshirikisha Roho Mtakatifu, unahitaji kumuhusisha Roho Mtakatifu kwenye eneo la kupanda mbegu, kwa sababu yeye ni msaidizi wetu. Usipande mbegu peke yako, ila panda mbegu na Roho Mtakatifu kwa kumshirikiana naye, kwa sababu yeye ni msaidizi wetu. Si kama unaelewa, mtu wa Mungu aliye hai. Kile kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 16 hadi wa 18. Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 16 hadi wa 18. Yohana 14:16-18 inasema namna hii: nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Kwa tunaona huyu Roho Mtakatifu tunapewa kama msaidizi, na tunaambiwa ulimwengu haumtambui, bali ninyi mnamtambua, kwa kuwa anakaa ndani yenu. Kwa kama Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, ina maana ndani yangu nina Mungu, niko naye. Kama yuko ndani yako, ina maana ndani yako una Mungu, uko naye. Hasa fikiria, ndani yako una Mungu alafu humshirikishi. Ni sawa? Fikiria tu kwamba ndani yako una Mungu, Roho Mtakatifu, alafu unafanya maamuzi peke yako, unawaza peke yako, unapanga mipango peke yako, na ndani yako yupo. Sasa wa nini? Na haumtumii, haumfanyii kazi. Ina maana umebeba kitu ambacho ni mzigo kwako, hakina maana kwako. Mtu wa Mungu, usimfanye Roho Mtakatifu kuwa mzigo kwako. Usimfanye Roho Mtakatifu kuwa kitu kisicho na maana kwako. Tambua yuko ndani yako, na ukitambua yuko ndani yako, mtumie. Usimwache hivyo hivyo, mtumie, kwa sababu yuko ndani yako kimatumizi. Hayuko ndani yako kama fashion ya kwamba nimevaa shati la Nigerian style fashion. Roho Mtakatifu sio shati, sio fashion, sio vazi, sio mshono, sio msuko wa nywele style ya kusuka. Roho Mtakatifu ni kifaa cha matumizi. Anakaa ndani yako ili atumike, si ili akae tu kukaa, ili atumike. Si kama unaelewa, mtu wa Mungu aliye hai. Na ndiyo maana ukipanda mbegu kwa akili zako, lazima kila mwaka utakuwa unafeli kwenye mambo yako mengi kuliko kufaulu. Ukipanda mbegu kwa akili zako, kila mwaka utakuwa unafeli kwenye mambo yako mengi kuliko kufaulu. Na hata ukikaa kufikiria maeneo mengi uliofeli kwenye maisha yako, ni kwa sababu uliamini sana kwenye akili zako kuliko kumwamini Roho Mtakatifu. Ukiwa unaweka malengo ya mwaka bila kumshirikisha Roho Mtakatifu, utafeli sana, utafeli mno, utafeli mno. Wewe kaa kabisa, panga matamanio yako, afu amua kwa akili yako, hutofika mahali. Yote itaishia njiani na yote itaikuishia kwenye hasara, kwa sababu akili yako kama mwanadamu haina uwezo wa kuona mbele, wa kuona hatari, wa kuona shida, ila yenyewe inaona matamanio yale unayotamani kwa muda huo huo. Ndio akili ya mwanadamu iko namna hiyo. Yenyewe inafikiri na kuona kwa kujiridhisha kutokana na matamanio yale ulionayo kwa wakati huo. Na ndio maana matumizi yako yote ya akili katika kupanga mipango yako ya mwaka mingi huwa inaishia kwenye kufeli na kukwama. Roho Mtakatifu ndani yake ana paji la akili. Roho Mtakatifu ndani yake ana paji la akili.
Katika katekisimu ya Kanisa Katoliki tunafundishwa kwamba Roho Mtakatifu ana mapaji 7 na moja katika hayo mapaji yake 7 ni akili. Ni akili. Roho Mtakatifu katika utendaji wake wa kazi ndani ya paji la akili umpatia kila mwanadamu anayemwendea kumwomba na kumnyenyekea, huwa anampatia hilo paji la akili. Roho Mtakatifu kila mwanadamu ambaye umwendea kumnyenyekea umpatia paji la akili. Na kwa nini anakupatia paji la akili? Ili likusaidie katika eneo la kuendesha maisha yako sawasawa na mapenzi ya Mungu alivyokupangia. Ukipewa paji la akili na Roho Mtakatifu, ili paji linakuwezesha kuendesha maisha yako sawasawa na mapenzi ya Mungu, namna Mungu alivyokupangia. Ina maana utawaza mipango yako sawasawa na Mungu alivyokuwazia. Utaseti mambo yako sawasawa na Mungu alivyoseti. Utafikiri juu ya leo yako, juu ya kesho yako sawasawa na Mungu anavyofikiri, kwa sababu ufikiri kwa akili zako, ila unafikiri kwa akili ya Roho Mtakatifu. Binadamu katika ile natural ya uumbaji wake amepewa akili za kibinadamu, anazo. Ila katika umungu pia kuna akili za kimungu ambazo zinaweza zikaongezeka kwako, zikafanya kazi pamoja na akili zako, na akili zako zikawa bora zaidi kuliko zikifanya kazi peke yake. Na hizo akili za kimungu ndio linaitwa paji la Roho Mtakatifu la akili. Ni akili za kimungu zitakazokuwezesha ufikiri sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ili kuzipata lazima umnyenyekee Roho Mtakatifu. Ili kuzipata lazima umnyenyekee Roho Mtakatifu. Bila kumnyenyekea Roho Mtakatifu huwezi kupewa akili za kimungu. Angalia kile kitabu cha Petro wa kwanza, kinaongea ukweli mtupu. Petro wa kwanza sura ya 5 ule mstari wa 6 hadi wa 7. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 6 hadi wa 7. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 6 hadi wa 7 inasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu, kwa maana hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Kwa Biblia inasema tumtwike Mungu fadhaa zetu. Ina maana tumbebeshe shida zetu Mungu, tumbebeshe mizigo yetu, kwa sababu yeye Mungu anashughulika sana na maisha yetu. Ila kabla ya kumtwika hii mizigo yetu, lazima tuanze kwa kumnyenyekea katika mkono wake ulio hodari. Roho Mtakatifu ili akubali umtwike mzigo wa akili yako, lazima umnyenyekee. Ukimnyenyekea, moja kwa moja anakupa paji la akili, kwa sababu hilo paji la akili litakuwezesha yeye ashughulike sana na mambo yako. Kwa muda mwingi hautafikiria wewe juu ya maisha yako, atafikiria yeye juu ya maisha yako, atawaza yeye juu ya maisha yako, ataona yeye juu ya maisha yako. Litakuwa ni deni liko pale, lakini halitakusumbua, halitakupandisha pressure, halitakuumiza vidonda vya tumbo. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako kuna roho anakuwa anafikiri juu ya hilo deni. Lakini jaribu kufikiri madeni kwa akili yako, uone kinachokukuta. Utajikuta usingizi umepotea usiku, utajikuta vidonda vya tumbo, utajikuta pressure imepanda. Wewe jaribu kuiendo ndoa, endesha ndoa kwa akili yako, utaona itakunyosha. Lakini ukiendesha ndoa kwa akili ya Roho Mtakatifu, sekeseke, vita, mashambulizi ya ndoa hayatakuyumbisha imani yako, kwa sababu haufikiri wewe, anafikiri roho pamoja na wewe.
mtu wa Mungu aliye hai. Na ndiyo maana hata kwenye mipango ya mwaka hakikisha unamuhusisha Roho Mtakatifu kwa kumnyenyekea. Ukimnyenyekea namna hii, anakusaidia kuseti mipango yako ya mwaka, anakusaidia kukuonyesha ni mbegu gani unayofaa kupanda mwaka huu. Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukaweka mpango, unaweza ukaweka mbegu ambayo msimu wake wa kuipanda sio kwenye huo mwaka, kumbe ni miaka 10 ijayo. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu atakuonyesha usahihi wa mbegu inayoendana na majira na wakati ulio nayo kwa sasa. Yamkini mipango unayopanga kila mwaka haitimii kwa sababu unapandaga mbegu zisizoendana na wakati. Hebu leo badilisha aina ya akili, mwite Roho Mtakatifu awe akili yako, atakufunulia wazo sahihi, mbegu sahihi inayoendana na 2026 ili na wewe ukacheke kama wengine walivyocheka mwaka huu. Haleluya, wana wa Mungu ali hai. Msifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Jesus. Angalia kile kitabu cha Amosi sura ya 3 mstari wa 7. Amosi sura ya 3 mstari wa 7. Amosi sura ya 3 mstari wa 7. Kuna watu wanasema kuna kitabu kinaitwa Amosi. Kipo, shida usomagi Biblia. Kipo. Amosi 3:7 inasema namna hii: hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Umeona wewe unayetafuta Amosi kwenye Agano Jipya, Amosi ni Agano la Kale. Kuna watu wanashangaa wasomagi Biblia. Amosi 3:7, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa hiyo unaona, Mungu hafanyi neno bila kuwafunulia watumishi wake siri yake. Siri za Bwana ziko kwa wale wamchao Bwana. Zaburi ya 25 mstari wa 14 hadi 15. Zaburi ya 25 mstari wa 14 hadi 15 inasema, siri ya Bwana iko kwao wamchao Bwana, naye atawajulisha agano lake. Macho yangu humwelekea Bwana daima, atanitoa miguu yangu katika wavu. Kwa hiyo kama Mungu huwafunulia manabii wake siri za kesho, ina maana hizi siri unapewa unayemcha, kwa sababu siri ziko kwa wanaomcha Bwana. Kumcha Bwana ni kumnyenyekea Bwana, ni kumhofu Bwana. Kwa ukiwa una hofu ya Bwana, una unyenyekevu kwa Bwana, anakufunulia siri juu ya kesho yako. Na ndiyo maana ukiwa na akili ya Roho Mtakatifu utaiona kesho ya uchumi wako ukiwa leo. Ukiwa na akili ya Roho Mtakatifu utaiona kesho ya biashara yako ukiwa leo. Utaiona kesho ya ndoa yako ukiwa leo. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu atakufunulia siri ya kesho yako. Utalala, atakufunulia kwenye ndoto. Utasali, atakusemesha kwenye ukimya, kwenye maono, atakuwa anakuonyesha. Na ndiyo maana kuna watu si kitu kigeni kwao. Wao vitu vingi vinavyotokea kwenye maisha yao huwa wanaviota kwanza kwenye ndoto, huwa wanavipata kwanza kwenye maono. Anaona kitu fulani na kinakuja kutokea. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake akili yake inafanya kazi kwa uwezesho wa akili ya Roho Mtakatifu. Haifanyi kazi yenyewe, anayefanya ni Roho. Na ndio maana anakuonyesha kitu cha kesho ili ujiandae ukiwa leo. Kikija kisiwe kigeni, iwe tayari umeshajiandaa kukipokea na kukabiliana nacho. Mtu wa Mungu aliye hai, ukipanga mipango ya kesho, hakikisha unaipanga na akili ya Roho Mtakatifu. Ukiipanga na akili ya Roho Mtakatifu itafanikiwa, kwa sababu itakuwa imewekwa kwenye udongo mzuri, inaendana na kile Mungu alichotaka kiwe. Jenga moyo wako kwa upya kuanzia leo, kumwita Roho Mtakatifu, kumwita Roho Mtakatifu afanye kazi pamoja na akili yako, ili mipango utakayoipanga juu ya mwaka huu iwe ni ile Mungu aliyotaka uwe nayo. Kuna mtu kila wakati akikaa kutaka kuandika
mwakani Mungu anisaidie vitu gani? Anajikuta anashindwa. Unafikiri kwa nini unashindwa? Kwa sababu Mungu alikuwa anataka usikie ili somo kwanza, ili kuanzia muda huu uanze kupanga pamoja na Roho Mtakatifu. Watu wa Mungu, mahala popote unaponisikiliza, tutaenda kufanya maombi muda huu. Tutaenda kufanya maombi maalum kwenye lango la mwezi wa 8 la mwaka 2026. Tutamuomba Mungu amsaidie kila mtu aliyoko hapa. Roho Mtakatifu akae kwenye akili yako, ili mipango yote utakayopanga mwaka huu upange pamoja na yeye. Sadaka utakayotoa kwenye mbegu utoe pamoja na yeye. Na ninawapa kazi siku ya leo. Mara baada ya haya maombi tutakayoomba leo, naomba kila mtu akae aandike mipango yake ambayo anategemea kuipata mwaka 2026. Andika mipango yako na iandike kwenye karatasi mbili. Karatasi ya kwanza tutaichoma ile siku ya mwisho wa maombi, tutaichoma. Afu karatasi ya pili utabaki nayo kama kumbukumbu, ili mwaka utakapokuwa unaendelea, utakapokuwa unafanya tathmini, uwe unaona yale ambayo Mungu anavyoendelea kukutimizia na utaendelea kuimarika kiimani. Kwa ninaomba baada ya maombi ya leo, kila mtu akae aandike mipango yake. Hata kama ulikuwa umeshaiandika tayari, ipitie kwa upya, kwa sababu tunaenda kuomba Roho wa Mungu akae pamoja na akili yako. Na tutaamini baada ya maombi akili yako itakuwa peke yake, itakuwa pamoja na Roho Mtakatifu. Na hata kama kuna kitu ulikuwa unatamani ukipate mwaka huu, na ghafla utajikuta hausikii ndani yako kukiandika kama sehemu ya mipango ya kipaumbele cha mwaka ujao, usikiandike. Jua Mungu amekikataa, ameona hakipo kwenye ramani yake. Usilazimishe. Andika. Hata kikikuijia kitu ambacho hukuwa umepanga, ni kikubwa kuliko uchumi wako, ni kikubwa kuliko elimu yako, usiogope. Na chenyewe pia kiandike, kwa sababu ni Mungu amekiandaa kwa ajili yako. Kumbuka, Mungu hana kikomo, hana limiti ya umri, elimu, cheo, kabila. Yeye akiamua anafanya. Mungu akusaidie kuelewa. Tutaomba Roho Mtakatifu atusaidie kutufunulia hata sadaka sahihi tunayopaswa kumtolea kwenye mbegu, sababu yamkini ukatoa kwa mazoea. Na usiogope, kile atakachokusukuma kutoa ndicho utakachotoa. Andaa sadaka yako mahala ulipo. Kama unayo mkononi, kamata mkononi. Umeiandaa kwenye moyo wako, kamata kwenye moyo wako. Na kama nilivyowashauri jana, kama tayari unayo, unaweza ukaanza kutuma kabla hujashawishika kuitumia kwenye mambo mengine. Kwa kuwa huru tu, unaweza kutuma, sio mpaka ile siku ya mwisho wa maombi. Hata kuanzia sasa uko huru, na ndio maana kila siku unaona wahudumu wanawawekea vyombo vya kupokelea sadaka hizo namba zetu za simu. Kandarabu shakarabasiki. Karabu shandarabasaka. Raposha manderebosaka. Sema haya maneno. Sema, Bwana Yesu. Sema tena, Bwana Yesu. Ninasogea mbele zako mimi Petro Mazwile. Taja jina lako. Sema, ninasogea mbele zako mimi Petro Mazwile. Ninaomba Yesu nisamehe kwa ajili ya dhambi zangu. Ninaomba Yesu nitakase kwa ajili ya kila aina ya maovu nilionayo. Sema, naomba Yesu nisafishe kwa kila aina ya maovu nilionayo. Bwana Yesu, ninaomba unirehemu na kunihurumia. Tazama Bwana Yesu, ninasonga mbele zako siku ya leo, nikiwa nimekamata sadaka yangu. Baba, nikiwa nimesimama kwenye ya malango ya mwezi wa 8 ya mwaka 2026, ninakuita Roho Mtakatifu. Ninaomba uje Roho Mtakatifu kwenye akili zangu, unipatie paji lako la akili. Maana kama nilivyojifunza siku ya leo, akili yangu ikiwaza peke yake nitakwama juu ya mwaka ujao. Lakini Roho Mtakatifu, akili yangu ikiwa pamoja na wewe sitakwama, kwa sababu akili ya Mungu inaijua kesho, inaijua leo, inaijua
baadaye, inajua kila kitu. Sema ndio maana na kuita Roho Mtakatifu. Sema ndio maana na kuita Roho Mtakatifu uje kwenye akili zangu. Yamkini hata sadaka niliyotoa ya mbegu haiendani na ile ambayo ulitaka nitoe. Naomba Roho Mtakatifu utakapokuja ubadilishe akili yangu, uniwezeshe nitoe ile sadaka iliyonona inayoendana na uzito wa kuubeba mwaka, maana mwaka una mambo mengi. Roho Mtakatifu, naomba sadaka yangu iungane na sadaka ya damu ya Yesu ili ipate kibali kwa Bwana. Ninaomba Roho Mtakatifu uje ufunue akili yangu sasa, ichangamane na ya kwako, ili hata nitakapokaa kuanzia leo kupanga mipango, malengo ambayo ndiyo mbegu kwa ajili ya mwaka ujao. Baba, niwe na mbegu sahihi. Baba, niwe na malengo sahihi ambayo ninayapanda mahali hapa. Baba, katika jina la Yesu, karibu ndani yangu Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu Roho Mtakatifu. Endelea kumkaribisha Roho Mtakatifu kwa maneno yako, endelea kumkaribisha Roho Mtakatifu kwa maneno yako. Endelea mtu wa Mungu kumwita, endelea kumwita kwa maneno yako, endelea kumwita kwa maneno yako. Mwite kwa maneno yako, mkaribishe, mkaribishe, mkaribishe. Mwambie Roho Mtakatifu, karibu uingie ndani yangu, ingia kwenye akili zangu, ingia kwenye akili zangu. Ukisukuma kushika kichwa chako, shika kichwa chako, huku ukisema Roho Mtakatifu, ingia kwenye akili yangu. Naomba unipe utulivu wa kufikiri, maana nimekuwa na papara. Kuna watu mna papara nyingi, mkishika hela kidogo tu akili zinaruka, akili zinachanganyikiwa. Mwite Roho Mtakatifu akae na hicho kichwa, maana kuna watu mnasemaga, kichwa changu nakijua mwenyewe, kwa sababu unajijua ambavyo hauna utulivu wa kufikiri, utulivu wa kubeba mambo. Mwite Roho Mtakatifu sasa aje akae yeye kwenye hiyo akili, ili akusaidie juu ya udhaifu ulio nao kwenye akili yako uweze kuvuka. Maana kuna watu mnapangaga mipango kabla hamjashika hela, lakini ghafla ukishaishika hela unajikuta mambo unayofanya ni kinyume na ulivyokuwa umefikiri. Mwite Roho Mtakatifu akamate hiyo akili, akamate hiyo akili. Hata mbegu utakazopanda, mipango utakayopanda, usiwe unawaza wewe mwenyewe, bali awe anawaza yeye Roho wa Mungu pamoja na wewe. Mwite Roho Mtakatifu, mtoto wa Yesu, usinyamaze kimya. Neema ya Krismasi, neema ya Pasaka, neema ya ufufuo, neema ya mtoto Yesu izaliwe ndani yako, izaliwe ndani yako. Akili mpya iliyo pamoja na Kristo, iliyo pamoja na Kristo. Tunaomba katika jina la Yesu, iamke ndani yako, iamke ndani yako. Akili mpya kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea Roho Mtakatifu mahala ulipo, pokea Roho Mtakatifu, pokea Roho Mtakatifu, pokea kwa jina la Yesu. Ninaomba akili yako ichangamane na Roho Mtakatifu kuanzia leo. Naomba Roho Mtakatifu uchangamane na hizo akili. Kama ambavyo sukari huwa inawekwa kwenye juisi ili juisi iwe tamu, maana juisi bila sukari hainogi. Ndivyo akili yetu kama wanadamu bila wewe Roho Mtakatifu hainogi. Na ndio maana tunaomba kadiri ya kipimo sahihi cha utamu wenye radha uchangamane na akili zetu. Tunakoroga akili zetu zichangamane na akili yako Roho Mtakatifu. Ropo shamande kerebo riki yaramanda kase ropo shama korobosha. Baba, changamana na kila mtoto wako aliyomo hapa, changamana na akili yake, changamana na akili yake, changamana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Changamana Roho Mtakatifu na hiyo akili ya huyu mtoto wako. Kuanzia leo hiyo akili haitafikiri akiwa peke yake, itafikiri akiwa pamoja na wewe. Itafikiri akiwa pamoja na wewe. Haitawaza kivyenyewe, haitawaza kiubinafsi, haitawaza kigizagiza,
haitawaza kiupumbavu, haitawaza kiupotovu, itawaza pamoja na wewe. Baba, katika jina la Yesu, muongoze hata kwenye malengo sahihi ambayo Mungu umekusudia kumbarikia 2026, ndio ambayo Baba umuongoze kwa jina la Yesu, la Yesu, la Yesu. Baba, naomba uamshe hicho kitu ndani yake katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema ya muongozo, pokea hiyo neema ya muongozo kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea, 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 pokea. Kila mara unaponisikiliza, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema. Wewe endelea tu kumwita Roho Mtakatifu kwenye akili zako. Mwite Roho Mtakatifu kwenye akili zako. Hata kama kuna maeneo huwa yanakutatiza kila mwaka imekaa kwa muda mrefu, mwite Roho Mtakatifu, mwambie wazi kabisa kwamba Roho Mtakatifu, mimi kuna eneo hili huwa linanitatiza. Naomba akili yako kuanzia leo inifunulie majibu, inifunulie mbinu za kujikwamua, inifunulie nafanyaje nikue kiroho, nafanyaje niongezeke, nafanyaje nifike mbali. Hebu na wewe msemeshe. Kumbuka yeye ni msaidizi wetu, yuko tayari kusikiliza kwa ajili ya kusaidia. Na ndio maana kuwa na imani 2026 tutaishi kwa imani. Orapo shekende rikisakandaka robosha makarabu. Endelea tu mtoto wa Yesu, sinyamaze. Rikosha maka rikosha kataraba. Roho Mungu pita. Tembea nguvu. Moto unatembea mala ulepo. Moto wa maombi bila kuchoka. Endelea. Raposha maka rikisakate. Omba paka mzigo ndani yako uishe.